Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante kwa sababu ni wakati mwingine wa kulisikiza neno la Mungu. Sasa ni kujiandaa mioyo yetu, mawazo na hisia. Tuambie Roho wa Mungu, njoo ukaweza kuwa miongoni mwetu, ukaweza kuwa ndani ya roho zetu, mawazo na hisia, ili neno lako linapoachiliwa na mtumishi wa Mungu litatubadilisha, hatutakuwa vile tena. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mnisaidie kupiga makofi pamoja na praise and worship kumleta mtumishi wa Mungu katika madhabahu na ili akaweza kutulisha na neno la Mungu. Asanteni. Amen. Bwana wabariki. Let us pray. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu twanyenyekea mbele za kiti chako cha enzi tukiwa na shukrani. Jehova mfalme wa falme, twapenda kusikiza kutoka kwako. Nitumie kadri ya mapenzi yako mfalme, niaseme mahusia yako na kinywa chako. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Shout amen. Amen. Thank you, praise and worship. Tuweze kuketi. Kanisa, Bwana asifiwe. Ninawashukuru sana kwa sababu ya kuonekana siku ya leo, na zaidi wale ambao walipatikana wiki mzima tangu siku ya Monday, maombezi ambayo tulikuwa tukiomba, na hata wengine hawakupatikana kanisani, lakini walikuwa na abudu pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Nina imani ya kwamba kama vile neno lilikutuambia ya kwamba tutakapoombea the city ambayo tuko prosper, hata nasi pia we shall prosper in it. Bwana asifiwe sana. So praying for the nation, praying for the country, praying for our county was not in vain. Bwana asifiwe. Na kuna neno lituambia ya kwamba katika Jeremiah 29 verses 8 sema ya kwamba among you kusiwe nabii, kusiwe hata dreamer, diviners ambaye atadanganya, ambaye atadeceive wewe ama atadanganya wewe. Biblia inasema do not listen to them, to the dreamers, to the dreams you encourage them to have, sababu wanadanganya. Na ujia wakati wa mambo kama election, wakati tuna msimu kama huo, manabii wengi hujitokeza. Amen. Wanaambia watu Mungu anasema tuende hivi, lakini they are deceivers. The word of God says hapo nyuma verse 7 anasema pray for also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Ikiwa na amani, hata wewe utapata nini? Amani. Bwana asifiwe. Ningependa kuendelea na ujumbe ambaye nilikuwa naye siku ya Jumapili katika kitabu cha Ephesians chapter number 6 from verses 13 to 18. Na katika utangulizi nilisema ya kwamba kuna mambo masita ambayo tunaambiwa, silaha ambayo tumeambiwa tuzifishe zile silaha sita. Nikasema ya kwanza ilikuwa the belt of truth, ya pili ilikuwa the breastplate of righteousness. Amen. Ya tatu is the shoe of the preparations of the gospel of peace. Ya nne the shield of faith. Ya tano the helmet of salvation and the sword of the spirit. Tuliongea juu ya number 1 and number 2, the belt of truth and the breastplate of righteousness. Praise the name of the Lord. Siku ya leo tutaendelea, tuone pahali tafikisha. Ni vizuri kuchambua neno la Bwana na kujua inatuambia namna gani, inatuelekeza namna gani.
Leo tutaanza the number 3 ambayo inasema the shoes of the preparation of the gospel of peace. The shoes of the preparation of the gospel of peace. Kujivisha viatu ya kujitayarisha katika injili ya nini? Peace ni imani, ni amani. Amen. I want to say this, that 2 of the most important aspects of the soldier's body are his feet. The most important aspects of the soldier's body, moja yake ni miguu. So you should take proper care of the feet. Make sure the gospel is preached always. Amen. Bwana asifiwe sana. Evangelism is witnessing at all times. Kuwitness ni kuhubiria, ni kushuhudia. Kusema ya kwamba kutangaza ama kushuhudia huyu Yesu. Na ni kila wakati. When it is strong, it can break doors easily. It makes preaching easy for you. Unapofanya witnessing ni kushuhudia. Amen. Na ndiposa tunaambia kwamba tuvae viatu ya kujiandaa katika injili, kuhubiri injili ya amani. Ukisoma Mark chapter 16 and verses number 15 and 16, Yesu alisema, go into the world and preach the good news to all creation. Kwa hivyo hii ni kusema ya kwamba lazima utumie miguu kwenda. Amen. Ukahubirie dunia mzima hii habari njema ya Yesu Kristo. Verse 16 inasema namna gani? Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Kwa hivyo lazima ujitayarishe na ujivishe katika miguu zako hii injili ya amani. Na yote ambaye anahubiria anaamini anaokolewa. Hallelujah. Lakini Paul akauliza akaandika akaquote Romans 10:15 akaquote Isaiah 52:7 akasema, how then will they call on him in whom they have not believed? So tumesikia lazima aamini. Bwana asifiwe. You must witness to many people. It is to make them believe the gospel of peace. Naye Paul anasema, how then will they call on him in whom they have not believed? How will they believe in him whom they have not heard? Kama hawajasikia huyo, watamwamini namna gani? How will they hear without a preacher? Na ndiposa Mungu Paulo akasema kwamba ujivishe katika miguu yako. You prepare yourself with the gospel of peace. So anasema watasikia namna gani kama hakuna mhubiri? And how will they preach unless they are sent? Na kama hujatumwa utahubiri namna gani? Ndiposa unahitaji kujivisha, to wear the shoes of the shoes of the preparation of the gospel of peace is so important for you. B says, and 15:16 says, and how will they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news of the peace, who brings the glad tidings of good things, or good news. And how can they preach
unless they are sent. As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Kwa hivyo inapendeza miguu za wale ambao wanapeleka injili. May the Lord help us to have that. Number 3, the armor of God, the shoes of the preparation of the gospel of peace, ili tuweze kuhubiri injili. Hallelujah. Did you write Isaiah 52:7 ambaye Paul aliitaja katika Romans 10:16? Today, because I want nataka tuangalie zote, nitaenda haraka kidogo. Are we together, brethren? Number 4 is the shield of faith. The shield of, na zote zinatoka kutoka Ephesians 6 from verses 13 to 18. Ambaye ya kwamba Paul aliandikia Efeso akawaambia, hebu rudi Ephesians chapter 6 verses 11. Verses 11. Akawaambia hivi, put the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. So nikasema last time, lazima uvae mavazi ya kivita ya Mungu, the full armor. Usivae zingine ubakishe zingine. Usiwachilie kamwanya ama gap ambaye ya kwamba shetani ataweza kuingilia. Praise the name of the Lord. That's why it starts by saying, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Unajua shetani, nilisema ya kwamba shetani wa siku hizi ana tactics mingi sana na ni mwerefu. Amen. So lazima tuvae mavazi yote ya kivita so that when we can be able to stand against the devil's schemes. Praise the name of the Lord. So we are in number 4, the shield of the shield of faith. The shield of faith. Shield of faith. Siongei ambaye, not faith to confess and deceive, but faith to move God's plan forward. Sio faith ama imani ya kupokea tu na ya kuconfess na kupokea, lakini imani ambaye itatingizisha Mungu, mipango ya Mungu iendelee. Faith for spiritual warfare. I said one of these days I'll be teaching about the spiritual warfare. Praise the name of the Lord. Imani kama ile ilikuwa na Abraham. When I mean a faith, ni kuamini ya kwamba jambo ambaye arimo ni kama limo. Ni kuamini ya kwamba I know there are swimmers here. Bwana asifiwe. You can imagine those swimmers ama wale divers, mtu anapanda juu pahali ili aruke kwa maji, lakini anakuwa kwa maji, kwa macho yako kiasili hauoni maji, but you believe, you have that faith, atutakapoanguka pale utakuta maji pale ndani. Amen. That is the faith that I'm speaking about. Ile imani ambayo ilikuwa na Abraham, like Abraham and his seed. Chapter 11 of Hebrews verses 1 nasema kuwa na imani na kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia. Kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Yaani unakuwa na imani. You be sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kwa Kiswahili nasema kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia, kusadiki kabisa mambo tusiyoona. Verses 12 says, can you go to verses 12 of Hebrews? From this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. Hii ni kusema huyu Abraham
alikuwa mzee mkongwe na mke wake Sara alikuwa wakongwe, lakini wakawa na imani. If you read in verses 11, inasema by faith, even though he was past age, alikuwa amepita umri wake wa kuzaa. Hata Sara alikuwa amepita, she was herself barren, was unable to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And that's when I read verses 12. Kwa imani, kwa Kiswahili nasema kwa imani hata Sara aliamini kwamba Mungu hutimiza ahadi zake. Kwa hivyo akajaliwa kuchukua mimba ingawa alikuwa amepita umri. Kwa hivyo kutoka katika mtu huyo mmoja, Abraham ambaye alikuwa na kama amekufa, walitokea watu wengi wasiohesabika kama vile nyota za mbinguni na mchanga wa pwani. Kwa imani. That is the faith that I'm speaking about. That is the faith that Paul was talking to the Ephesians about. Faith kama ya baba yetu Abraham. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. May I talk about a little bit of the basis of faith? The basis of faith. The basis of having faith in God is important realities. Kitu ya kwanza ni ya kwamba talking about the nature of God. Unapoongea juu ya imani katika Mungu, unaongea juu ya the nature of God. The same Hebrews chapter 6 verses 13 inasema, when God made his promises to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself. Mungu alipoongea na Abraham, that is Hebrews chapter 6 verses 13. All these people are still living by faith when they died. They did not receive when God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, hakukuwa mwingine ambaye alikuwa na imani zaidi kupita Abraham. So aliapa na yeye mwenyewe. Hallelujah. The nature of God. And then I'm talking about the basis of God, a basis of faith. Number 2, he cannot change. Mungu haezi badilisha. He cannot change. The Bible says in Malachi 3:6, I the Lord do not change. So yale ambayo aliyofanya zamani na Abraham, hata sasa anaweza fanya na wewe. Malachi chapter 3 and verses 6. Bwana asifiwe. I the Lord do not change. So nasema about one of the basis of faith, God cannot change. Ninasema I the Lord do not change. So all descendants of Jacob are not destroyed. Praise be to the name of the Lord. You can also write in James chapter number 1 and verses 17 about God who cannot change. Number 3, he cannot fail. So James chapter 1:17 asema, every good and perfect gift is from above. Amen. Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Kwa hivyo huyu Mungu habadiliki. Anaponena juu ya imani. Ndiposa I'm grateful kusikia one of us asema kwamba alienda kwa daktari akasema hivi, naye akaamini hii. Na baadaye the same doctor mwenye alikuwa amemwambia uko hivi, anambia hana sio mgonjwa. Amen. Kwa sababu ya nini? Ya imani. Kwa sababu huyu Mungu, he does not shift, he does not change. Praise the name of the Lord. Then the other one, he cannot fail.
bado naongea about the basis of faith. He cannot fail. Hawezi akafanya namna gani? Fail. Yani he cannot fail you. A person can fail you. Your brother, your sister can fail you. But God cannot fail you. Hata Job akasema katika Job 42 verses 2, I know that you can do all things. No plans of yours can be thwarted. Job chapter 42 and verses number 2. Najua, unajua kila kitu. And no plans of yours can be thwarted. You can also write down 2 Chronicles chapter 28 and verses 20. Bado tunaangalia about faith. Amen. Praise the name of the Lord. 1 Chronicles chapter 20 and verses chapter 28 and verses 20. God cannot fail you. The other one, number 4, he cannot lie. Hawezi akadanganya. Bwana asifiwe sana. You know the word that is in Numbers chapter 23:19. You have written 1 Chronicles 28:20, but now you are in Numbers 23:19. He cannot lie. Hawezi fanya nini? Hawezi fanya namna gani? Hawezi danganya. 23:19 asema, God is not a man that he should lie. Kwa hivyo hawezi kadanganya. Nor a son of a man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? So our God hatabadilika, na kwa sababu ni Mungu wa imani. Praise the name of the Lord. Ni Mungu ambaye analetwa chini na imani. Praise the name of the Lord. Hata Yesu akaongea juu ya mlima akasema, yoyote atakaye kuwa na imani anaweza nenea mlima hii. Ifanye namna gani? Itoke pahali iko, iende ijitumbukize katika majini. Na akaongea juu ya imani kama mbegu ya haridali. Praise the name of the Lord. Alipoongea about the mbegu ya haridali, ni kusema ya kwamba hako kabegu ni very tiny. Lakini kanapo pando katika shamba, ukoma, or it grows to become a big tree. And Jesus was talking about faith that grows. Imani ambayo inakoma. Yani kama imani yako ni duni, ipande iende kama inakoma. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Akina anapopea na mambo ya mbegu kama imani kama mbegu haridali. Hakusema ukuwe na imani duni. Alisema ya kwamba uwe na a growing faith, so that ikomae kama hiyo mbegu ya haridali. Praise the name of the Lord. So, na nimesema ya kwamba God cannot lie. And hallelujah, praise Jesus. So kwa imani watu wengi wakara katika Biblia mambo yalitendeka. Ukikumbuka Joshua na Waisraeli walipoambiwa kwamba wamepewa Jericho. Si unakumbuka alikuwa anasambia kwamba see, I have given you Jericho. Na alikuwa mbali sana na Jericho. So ni aone kwa macho ya kiroho, aone kwa imani ya kwamba amepatiwa Jericho. Even if it was one of the strongest city, aliambia kwamba utazame kwa imani uone nimekupea Jericho. Na kwa imani hata wakutumia majembe ama manyundo kubomoa ukuta wa Jericho. Ni kwa imani. In chapter 7 of Joshua, you can write it down, chapter 7, you read it. Walienda walibomoa Jericho ilibomoka ukuta kwa sababu ya imani. Lakini alikuwa ametayarishwa katika Joshua chapter 6. Alikuwa ameambiwa kwamba utazame
uone ya kwamba nimekupea Jericho as your city. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. So, kwa imani, let us tujivishe silaha ya imani. Tunapokuwa na imani, hata tutakuwa na mfurutano sana. Yani hautakuwa na shida kwa sababu kwa imani unajinenea. Kwa imani unaona ukijipatia, ukiacquire whatever that you need, whatever that you pray for, whatever that you seek God upon. Kwa imani you receive it. Praise the name of the Lord. So you need that armor of faith. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And number five is the helmet of salvation. Ujivishe kofia ya nini? Ya wokovu. Kitu ya kwanza, the armor has to do with the brain. Praise the name of the Lord. Si tunaambiwa tujivae kofia ya wokovu. So, wokovu ni the armor is to deal with the brain, your head. It is it's very delicate. Unajua kudeal na brain ni kitu ambayo ni very delicate. This is all that Jesus obtained for us at the cross. Hiyo ndio kwanza, kwa sababu nakumbuka aliwekwa taji ya nini? Ya miiba katika kichwa chake. Hallelujah. And the tormentors were dealing with the brain, dealing with the head. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. This armor has to do with the brain. In 2 Timothy chapter number 4 and verses number 5. 2 Timothy chapter number 4 and verses number 5. Inasema hivi, but you keep your head in all situation. Bwana asifiwe. Hii ni kumaanisha kichwa yako, uokovu, usimamishe area ya uokovu in all situations. Endure hardship, do the work of the evangelist, discharge all the duties of your ministry. Praise the name of the Lord. Hii ni kumaanisha lazima uwe alert. The helmet of salvation sio tu wokovu tu wa kawaida. Ina deal na mambo ya brain. Ina deal na mambo ya roho. Hallelujah. I don't know whether it is here ama ni fellowship, niwapatia story moja nilisoma ya dealing about the helmet of salvation, ambaye kuna mtu wakati moja asubuhi mapema kulikuwa na mzee na mke wake. Mzee akaenda kunawa kwa bathroom, mama akawachwa akitayarisha mamkuli ya asubuhi, kinywaji cha asubuhi. Na wanasema kwamba alipokuwa anafanya hivyo akaona nini? Kanyoka imeingia, a snake imeingia katika sitting room. Sasa juu ya kushtuka sana akaita mume wake, akamwambia hapa kuna nyoka. Bwana asifiwe sana. I'm talking about to keep your head in all situations and endure hardship. Hallelujah. Sasa mume wake akatoka kwa bathroom kama amejifunga nini? Towel. Alipojifunga towel akatoka akaambiwa ni nyoka. Sasa wanatafuta nyoka ili waiue. Umbwa yake mlango haikuwa imefungwa. Umbwa yake ikaja na with a very cold nose ikanukia mume wake na hapa nyuma kwa mguu. Si amesikia ni kitu baridi imemuguza. Lakini kumbuka Paulo alisema kwamba keep your head in all, endure hardship. So yeye hakuweka his head in all situation.
Wakati alisikia umbo imemguza, akadhania ni ile nyoka imemuuma, akafaint. Wakati alipofaint praise the name of the Lord. Mama akafikiria kwamba amefaint kwa sababu ameumwa na nyoka. Akaita ambulance. Watu ya ambulance wakakuja. Wakaweka stretcher ili wamwekelee. Amesha faint. Na naamini ya kwamba hata wanaamini ya kwamba ni nyoka imemuuma. Sasa kumwekelea kwa ile stretcher, wakati wamemuinua juu, kanyoka kakatokea. Yule ambaye alikuwa ameshika stretcher pande moja, akaangusha. Huyu mzee because alikuwa ameningia mkono moja chini, mkono ikavunjika. Na ujue amefaint. Because even those who came, they had not worn the helmet of salvation. They are dealing with the brain. Praise the name of the Lord. So, keep your head in all situations to endure hardship. That is the helmet of salvation. Even in Galatians chapter 3 verses 13 and 14, Christ redeemed us from the curse. Galatians chapter 3 verses 13 inasema hivi: Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Hii ni kumaanisha kwamba ametufia msalabani tukakombolewa. Kwa hivyo tunapokubali kuokoka na kuvaa the helmet of salvation. Amen. Hallelujah. When we put the helmets of salvation, then we shall keep our head, our brain in all situations. Verses 14 asema, he redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through the Christ Jesus. Ili alitukomboa, ili yale baraka ambaye iliwaachiliwa kwa Abraham ikuje kwetu kupitia Yesu Kristo. So that by faith we might receive the promises of the Spirit. Kwa hivyo, kwa imani tunapokea Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Kwa imani tunapokea uponyaji. So the helmet of salvation is so strong that you need to have it put on your head. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So usiwe kama hiyo story nimekuambia. And number 6, the last one, is the sword of the Spirit. The sword of the Spirit. The sword of the Spirit. Offensive weapon in the army of God. The only offensive weapon in the armor of God. Isaiah chapter 55 and verses 10 inatuambia kwamba the word of God is dew and rain. The word of God, as the rain and snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and the bread for the eater. Verses 11. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So the sword of the Spirit ni kama neno la Bwana. Kwa sababu neno la Bwana ni kama dew na kama maji. The word of God is like a hammer or like fire. Ni kama nyundo. Amen. Na nitakusomea pahali ambapo inasema yeye Mungu ametufanya kuwa nyundo. So the word of God is like a hammer or like fire. Hallelujah. Jeremiah 23 verses 29 inasema hivi: Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer
that breaks a rock in pieces. So neno la Mungu ni kama moto na ni kama nyundo ambayo inavunja mawe into pieces. Hallelujah. 51:20. Jeremiah 51:20. The Bible says, you are my crab. I wish there is a version that talks about hammer. You are my hammer and my weapon. Jeremiah 51:20. So tumesema neno hii, the Spirit of God, ni kama nyundo na ni kama moto. Thou art my battle axe and weapons of war. For with thee will I break in pieces the nation, and with these I will destroy kingdoms. Another version says, you are like my hammer and weapon of war. Sasa ni wewe unaambiwa, wewe ni kama nyundo na weapon ya wakati wa vita. And then with you I break nations in pieces. With you I destroy kingdoms. Kwa hivyo unapovaa the sword of the Spirit, Mungu anakutumia kumaliza maadui wa Mungu. Hallelujah. And that's the reason hii wiki ambayo inaisha leo, tulikuwa na theme ambaye ilikuwa inatoka katika Genesis 18:2 ambaye tulisomewa asubuhi. Ilikuwa inasema ya kwamba, will you destroy? Please don't be angry with me if I speak one more time. Suppose 10 are found there. And the Lord replied, the 10 righteous people are found in that city. And the Lord said, then I will not destroy for the sake of the 10. Na tulikuwa tunasimama tukiwa watu 10, zaidi ya watu 10. Kila siku I thank God for you because we were always more than 10, almost more than 20. And I thank God. Tulisimama kwa sababu ya nchi ya Kenya. Na tunaendelea kusimama kwa sababu ya nchi ya Kenya. Hata baada ya election ya next year, tutaendelea kusimama kama kanisa. Praise the name of the Lord. Naye Mungu atupa discernment spirit ya kujua ni nani ambaye tutakapoenda kwa debe, nani ambaye tutachagua. Hallelujah. Na tukaambiwa jana ya kwamba sometimes we Christians, we born again people, tunasema ya kwamba hatutaenda kuchaguana. So we let the evil people wanachagua the evil men. So your vote is also needed. Faith and action. Praise the name of the Lord. The sword of the Spirit. Nimesema ya kwamba Mungu anasema ya kwamba the sword of the Spirit is like a hammer and a weapon. Na Mungu ametufanya kuwa hammer and weapon. So tulikuwa tuna hammer down, tulikuwa tunapiga chini ama tunakanyagia chini chochote ambaye sio ya kiungu, na chochote ambaye imegerminate ambaye haikupandwa na Mungu. Amen. Praise the name of the Lord. Neno la Bwana ni neno ambaye lina daima. Hata Yesu mwenyewe akasema katika Matthew chapter number 24 and verses number 35. Akasema ya kwamba neno lake, heaven and earth will pass away, but my words will never disappear. So neno lake, if you take the sword of the Spirit, dunia na bingu zinapita, lakini neno la Bwana halitapita, halitaisha. Hallelujah. So when you get hold of the word, remember last time tulisoma Revelation chapter 10 verses 9 downwards. Pahali ambayo tulisikia kwamba John akaambiwa kwamba ameze neno ili aweze kutabiria the mataifa. Amen. Na ujue ya kwamba this word, God himself has spoken in Psalms 38 verses 2. Na kusema God has exalted his word above his name. Ameinua jina lake. I will bow down
Yeah, 138 too. I'll bow down toward your holy temple, and I'll praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name. He has exalted above all things his name and your word. So, as far as he has exalted his word, his name, ameexalt neno lake. Kwa hivyo unapopokea neno, when you put the armor, the spirit, the element of the Spirit of God, then you have the word of God. Hallelujah. Na unajua Mungu anasema ya kwamba anatazama neno lake hadi likatimizike. In Jeremiah chapter 1 verses 12. I know I've given you most of the verses, lakini ni mzuri to support the word. Hallelujah. Jeremiah chapter 1 verses 12 says, the Lord said to me, you have sinned correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. All God watches his word to perform it. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe kanisa. Nimekukimbisha sana, lakini tuko pamoja. As I say, the word of God is sharper than any double-edged sword. In Hebrews 4:16. And lastly, the bridge between the visible and the invisible is the word of God. That is Hebrews 11 and verses 3. The bridge between, you can like this one is so good. The bridge between the visible and the invisible is the word of God. Hebrews chapter number 11 and verses number 3. Praise the name of the Lord. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. So the bridge between the visible and the invisible is the word of God. Hallelujah. Ninapomalizia, because I want us to pray. Ninapomalizia, Jeremiah 15 mstari wa 16 akasema hivi, nilipokula neno lako, when your words came, I ate them. Amen. Si hili neno tulikula siku ya leo kama Jeremiah. Anasema, when your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, O Lord God Almighty. Hii ni kumaanisha, alipokula hilo neno, they were his joy and his heart's delight, for he bared the name of God Almighty. So siku ya leo, tunamalizia with the element of the Spirit. Si ndio tumemalizia naye? Na tukasema ya kwamba neno la Mungu ni kama nyundo ambayo inapasua. And as I finish up, ninataka kusema hivi. Bwana asifiwe. Tumeshika hizi silaha za vita. Silaha 6 za vita. Let's go back to Jeremiah 51:20. Jeremiah 51:20. Sasa tumejua neno inasema katika Hosea 4:6 ya kwamba my people perish for lack of knowledge. Si kweli? Watu wa Mungu wanapotea kwa sababu ya nini? Ya kukosa maarifa. So when they are knowledgeable, hawatapotea. Niko na imani ya kwamba hautapotea. Utajifunga mchipi ya ukweli. Number 1, the breastplate of righteousness. Amen. The helmet of the shoes of the preparation of the gospel of peace. And number 4, the shield of faith. The helmet of salvation.
and the sword of the Spirit. Hallelujah. Unapojifunga hizo zote, shetani hatapata kamwanya ya kuingilia wewe. Unapozivisha hizo zote, then hii ni kumaanisha the last one, the last one, number 6, nimesema is the sword of the, praise the name of the Lord. Na nikasema the sword of the Spirit is the word of God. Na hii Mungu anasema ya kwamba amekutumia, amekufanya kuwa the sword, the hammer. In Isaiah 51:20. Si tumesoma hiyo? Bwana asifiwe. Kama wewe umefanywa kuwa nyundo ya kupiga, ya kucrush, you are my club, you are my hammer, my weapon for battle. With you I shatter nations. Kupitia wewe, kama sasa tumekuwa tukisimama katika mwanya kwa sababu ya taifa la Kenya. Tumekuwa tukisimama katika gap because of the elections of next year, the peace of the nation of Kenya. And we were to crush every evils ambayo inaongea katika Kenya. Praise the name of the Lord. Ambayo inajinua katika nchi ya Kenya. Na tukasema ya kwamba Mungu atuchagulie yule ambaye ni mtu wa roho yake. And because the Lord has given you the mandate, if he can use you as a hammer to hammer down, nyundo, mnajua kazi ya nyundo, inavunja bricks into pieces. Unaona kimaya kikubwa inagonga inakuwa ballast. Amen. Sasa Mungu amekufanya hayo. Kwa nini uogope mapepo kidogo? Kwa nini uogope kuambia kwamba ya kwamba umerogwa, umesemewa mambo mabaya, umeinukiwa? Kwa nini uogope na wewe ni nyundo? Mungu amekufanya. If God is using you to crush the nations, then you can use yourself to do it by the word of God. Did you get this one? Praise the name of the Lord. If God has made you to be a hammer, to be a weapon for his battle, then, hallelujah. Na hiyo ndio imefunga the armor, the 6 armors of God, of war. Na tumeambia kwamba unapoziweka the full armor of God, utaweza kusimama wakati shetani atakuinukia. Hallelujah. Situsimame kwa miguu zetu sasa.